Habari za wakati huu mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya SAUT TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, aliyekuwa naibu rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amerudi upya kwenye ulingo wa kisiasa kwa kuzindua chama chake kipya chenye jina la Democratic Citizen Party DCP, ikiwa ni ishara tosha kwake kujitenga rasmi na chama tawala cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Wakati wa uzinduzi wa chama hicho, Gachagua alitaja chama cha DCP kuwa jukwaa la kidemokrasia kwa kuwasikiliza Wakenya wote bila ubaguzi, huku akiahidi kufufua matumaini ya wananchi kwa kukatishwa tamaa na utawala wa sasa chini ya Rais Ruto kwa kuendesha nchi vibaya na kudhoofisha taasisi za umma. Gachagua amemtangaza seneta wa Kajiado Lenkuseki kuwa mwenyekiti wa chama hicho, huku aliyekuwa katibu mkuu wa UDA Cleopas Malala akimteua kuwa naibu mwenyekiti wake, pamoja na Victor Munyaka akiteuliwa kuwa katibu mpanga ratiba ndani ya DCP. Kauli mbiu ya chama hicho ni kazi na haki, huku nembo yake ikiwa na ishara ya mkono kugusa sikio kwa kile walichokiita ishara ya kusikiliza sauti za wananchi wote, ambapo Gachagua amewasisitiza wananchi kujisajili kwa wingi, huku viongozi wake wakiahidi mchakato wa wagombea kufanyika kwa uwazi. Serikali ya mpito nchini Mali chini ya Jenerali Assimi Goita imefuta vyama vya kisiasa na mashirika yake kutojihusisha na shughuli za kisiasa kote nchini humo baada ya kuandaa katazo hilo kwa wiki kadhaa. Taarifa hiyo imetangazwa kwa umma na waziri mjumbe kutoka ofisi ya waziri mkuu mwenye dhamana ya mageuzi ya kisiasa, Mamami Nasire, kupitia televisheni ya taifa na kuchapishwa kwenye jarida la serikali ya nchi hiyo. Uamuzi wa kufutwa kwa vyama hivyo umekuja mara baada ya agizo la rais lililopitishwa na baraza la mawaziri kwenye mkutano ambao haukuwa wa kawaida uliofanyika Mei 13 mwaka huu, uliokuwa ukilenga kufuta vyama vyote vya kisiasa pamoja na mashirika yake kwa kile walichokitaja kama uamuzi wa mpito, wakitengeneza njia bora za kuunda vyama vipya. Hatua hiyo imevifanya vyama vya siasa nchini humo kufanya maandamano mfululizo siku ya Jumanne na Jumatano wiki hii, vikishutumu hatua za kufutwa kwa vyama vya siasa nchini humo zinazofanywa na serikali ya mpito, wakidai kuwa ni ukiukwaji wa katiba na matakwa ya kidemokrasia yaliyoidhinishwa katika katiba ya nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake juu ya mzozo unaoendelea kuongezeka katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, kwa kile walichokitaja kuwa mzozo huo unaongeza idadi ya wakimbizi wa ndani. Mapigano hayo yaliripotiwa kuzuka katika maeneo kadhaa ya Tripoli Jumatatu jioni na kuua watu 6 mara baada ya kutekelezwa kwa mauaji aliyekuwa mkuu wa wanamgambo wa kundi la SSA Abdul Khan al-Kikli kwa kupigwa risasi ndani ya makao makuu ya kundi hilo. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Libya hakutoa maelezo ya kina juu ya taarifa yake ya kwamba imetoa maagizo ya kukamilisha mpango wake katika kanda ili kuhakikisha usalama na utulivu endelevu katika mji huo. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Uturuki inayounga mkono serikali ya mjini Tripoli imetangaza kuondoa raia wake kutoka Libya, taifa ambalo limekuwa na mgawanyiko wa vipande viwili tangu kuanguka kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Mzozo uliokuwa ukiendelea baina ya India na Pakistan umefikia hatua ya usuluhisho mara baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuthibitisha kuwa makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mataifa hayo kuidhinisha azma hiyo ya pamoja ya kusitisha mapigano. Hatua hiyo imejiri baada ya usiku mrefu wa majadiliano ya kina kati ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance, mawaziri wakuu wa India Narendra Modi na wa Pakistan Shehbaz Sharif, kutamatika kwa pande zote mbili kukubali hatua ya usitishwaji wa mapigano. Taarifa kutoka mataifa ya India na Pakistan pia zimethibitisha kuidhinisha usitishwaji wa mapigano hayo yaliyokuwa yakiendelea baina ya mataifa hayo jirani tangu kuripotiwa kwa mauaji ya watu 26 katika mji wa Kashmir, hali iliyochagiza kuzuka kwa mapigano na kusababisha mauaji ya raia kwa mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amesema kuwa Pakistan na India zimekubaliana kusitisha mapigano, huku taarifa kutoka kwa serikali ya New Delhi zikibainisha kuwa mazungumzo hayo ya moja kwa moja
hayakupanga kujadili chochote isipokuwa usitishaji wa mapigano kwenye mpaka unaozozaniwa wa Kashmir. Kufuatia mashambulizi ya Israeli yaliyotekelezwa mapema siku ya Alhamis katika eneo la Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza, yamesababisha idadi ya vifo vya Wapalestina zaidi ya 100 wakiwemo wanawake na watoto, huku wengine wakiripotiwa kujeruhiwa. Kwa mujibu wa ripoti kutoka ukanda huo zinasema kuwa majeruhi wamehamishwa kutoka eneo la Nasser Medical Complex lililokuwa limejaa majeruhi, huku uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu ukiendelea kushuhudiwa katika hospitali nyingi zilizopo katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, kufuatia matukio hayo kuendelea kuongezeka, Hamas imelani mauaji hayo ya Israel katika ukanda wa Gaza na kusema kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezidisha kasi ya mauaji kwa raia wasio na hatia, hali inayodhoofisha juhudi zinazofanywa ili kusitisha vita na kukamilisha makubaliano ya kubadilishana mateka yaliyopangwa kufanyika. Wiki hii Rais wa Marekani Donald Trump amefanya ziara ya siku 4 kwa nchi 3 za Mashariki ya Kati ikiwemo Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ziara ambayo ni kubwa kwa kiongozi huyo kuifanya tangu arejee madarakani kwa awamu ya pili Januari 20 mwaka 2025. Rais wa Marekani Donald Trump amemaliza ziara hiyo inayotajwa kuimarisha nafasi ya Marekani katika ukanda huo, akiwa ametia saini mikataba mbalimbali ya kibiashara yenye thamani ya dola trilioni 4, ikiwemo trilioni 1.4 za uwekezaji zilizotangazwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Akiwa mjini Riyadh, Trump alitangaza kuondolea vikwazo taifa la Syria kwa kile alichokiita kuongezea ukuu kutokana na maombi ya haraka kutoka kwa mwenyeji wake mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, huku waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaban akiutaja uamuzi huo kama mabadiliko madhubuti kwa nchi yake. Ziara hiyo ilikuwa imejikita kwenye mazungumzo kuhusu uchumi, mpango wa nyuklia wa Irani na kumalizika kwa vita katika ukanda wa Gaza. Huku wakati wa Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Ghuba, Trump ameonyesha nia ya kuendeleza mazungumzo na Iran juu ya nyuklia na kuitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kutounga mkono makundi ya kigaidi katika ukanda huo. Wawakilishi wa Urusi na Ukraini wamekutana mjini Istanbul, Uturuki, kufanya mazungumzo ya mara ya kwanza ili kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3, huku Ukraini ikilaumu Urusi kwa kuleta masharti mapya yasiyotekelezeka. Taarifa ya mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa 2 ilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan na kutoa wito wa haraka kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita ili kuleta amani kwa raia wake, kwani ndio wanaoteseka. Wakati wa mazungumzo hayo, wawakilishi wa Ukraini wameilaumu Urusi kuja na mapendekezo mapya kama sehemu ya masharti ili kusitisha vita, huku duru za habari zikitaja miongoni mwa matakwa hayo ni kuitaka Ukraini kuondoa vikosi vyake kwenye eneo inalolidhibiti. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa viongozi wa Magharibi kuongeza vikwazo kwa Urusi ikiwa mazungumzo hayo yatashindwa kufikia mwafaka wa kumaliza vita, huku rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amethibitisha kauli hiyo kuwa atawekea vikwazo vya kifedha kwa kushusha bei ya mafuta na kuzilenga meli zinazofungamanishwa na Urusi. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na TikTok kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.